ndani ya hizi siku 10 kunapatikana ndani yake usiku wenye cheo. Wa hiya lailatun adhimatun, nao ni usiku ambao ni mtukufu, ni usiku ambao kwamba ni mkubwa. Qala jalla wa ala fi kitabih, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka katika kitabu chake, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika Qur'an tumeiteremsha katika usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadri, na ni kitu gani ambacho kitakufahamisha ni upi huo usiku wa cheo? Lailatul qadri, usiku wa cheo, khairun min alf shahrin, ni bora kuliko ibada ya miezi 1000. Ukibahatika kuupata usiku wa cheo katika hili 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, basi ibada ambayo utakuwa unaifanya ndani ya usiku huo, kheri hii ambayo unayoipata ndugu yangu Muislamu, ni sawa sawa na mtu ambaye aliyefanya ibada miezi 1000, nayo ni miaka 83 na miezi 4. Huenda mimi na wewe, kuna yule ambaye hatoweza kubahatika kuifikia miaka hiyo 83. Sasa lau mathalan umeifanya ibada ya kusimama usiku, umeifanya ibada ya kusoma Qur'an, umeifanya ibada ya kuleta adhkar, usiku ule unakukuta ukiwa ndani ya ibada, wallahi unaisabika umefanya ibada miaka 83. Kwa nini mimi na wewe tusijitahidi kuutafuta usiku wa cheo? Kaangalie suratul Qadr, aya nambari 1 mpaka nambari 3. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume rehma na amani zimshukie yeye, man qama lailatal qadri, yoyote ambaye atasimama katika usiku wa cheo kwa ajili ya kuitekeleza ibada, imanan, akiwa na imani ya kwamba ni mwito wa Allah jalla wa ala, wahtisaban, na akiwa na matarajio kwamba Allah atakwenda kunilipa juu ya ibada hii, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtume anasema huyo mtu atafutiwa, atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Leo tumejaa madhambi ya aina mbalimbali. Lau kifua cha kila mmoja kina TV kinaonyesha yale maasi na yale makosa tunayomkosea Allah jalla fi ula, watu wengekimbiana leo. Lakini kila mmoja anajifahamu kwa kupitia nafsi yake. Kama unajifahamu ya kwamba unahitaji msamaha wa Allah jalla fi ula, basi unatakiwa kwenye 10 la mwisho ujitahidi kuutafuta usiku ambao ni wa cheo. Simama usiku kwa ajili ya qiyamul layl, kwa ajili ya tahajjud. Na sio lazima Muislamu wakati wa kusimama awe anasoma sura ndefu, awe anasoma juzuu nzima, kwamba yeye hana uwezo huo analala, kwamba uwezo huo yeye hana anaachana na huo usiku. Hapana. Hata kama mfano unajua suratul Fatiha na suratul Ikhlas, aya unasoma suratul Fatiha, ukimaliza ni kul huwallahu ahad,
kila rakaa wallahi una fadhila kubwa amama Allah. Sahaba mmoja alimsikia jirani yake akiwa anaswali qiyamul layl. Kila anapomaliza suratul Fatiha anamsikia anasoma kul huwallahu ahad, anaruku. Kila rakaa anamsikia mwenzake anasoma kul huwallahu ahad. Kulipokucha, kulipofika asubuhi, huyo sahaba alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, jirani yangu fulani nimemsikia anaswali qiyamul layli, lakini kila anaposoma Qur'an baada ya surati al-Fatiha anasoma suratul Ikhlas. Yani kama kwamba yule sahaba anaiona hii sura ni ndogo sana. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, madha qala lahu Rasulullah, alimwambia nini Mtume wa Allah? Alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba hii suratul Ikhlas ambayo alikuwa akisoma huyo sahaba, usawa wake ni thuluthi ya Qur'an. Thuluthi ya Qur'an. Leo ukiswali tarawehe hapa, zile rakaa zako 8 haufiki thuluth, robo ya Qur'an, wala haufiki. Sio robo juzuu, thuluth ya Qur'an hufiki. Sasa yeye alikuja akitarajia ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ataanza labda yule sahaba kumuita, kwa nini unafanya hivi, mbona unasoma sura fupi? Hapana, alimwambia innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Hiyo suratul Ikhlas ambayo anayoisoma huyo sahaba uliyomsikia, usawa wake ni thuluthi nzima ya Qur'an. Na hiyo ni hadithi sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 7374. Kama una uwezo wa kusimama usiku haukuhifadhi Qur'an, unao uwezo wa kutumia msahafu na ukaswali qiyamul layl. Ukiona ya kwamba huwezi kutumia msahafu, soma kul huwallahu ahad kila rakaa ambayo unayoswali, na ubora wako uko pale pale, hauna tofauti na yule aliyesimama akasoma juzuu nzima. Hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1901. Muslim kaipokea kwa nambari 760. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 6440.